Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Bado tunaendelea kukufahamisha ni nini kinajiri katika ulimwengu, lakini tuelekee huko katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo moja kati ya yale tulikuwa nayo ni pamoja na Hamas kuishutumu Israel kutengeneza madai ya kusitisha mapigano. Hamas imesema Israel imekuwa ikitengeneza mazingira ya kuendelea na mashambulizi na kuendelea na vita licha ya kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano, huku ikisema kwamba jambo hili linatazamwa kwa jicho la kawaida, lakini hali itakuja kuwa tete katika siku za usoni. Vyombo vya habari hapo awali vilidai kuwa kundi la wapiganaji la Kipalestina la Hamas liliambia Marekani kuwa mapatano na Israel yamekamilika, lakini Israel imeendelea kufanya mashambulizi. Ripoti kwamba Hamas iko tayari kuanza tena operesheni za kijeshi huko Gaza ni uongo, ujumbe wa ofisi ya kisiasa ya harakati hiyo ilisema mnamo Jumamosi. Iliendelea kuishutumu Israel kwa kutengeneza madai hayo ya uongo. Hamas wamedai kwamba wao wapo katika mipango ya kutekeleza kile ambacho Israel imekubaliana kwamba wanatakiwa kusitisha mapigano, lakini ni Israel ambayo kila kukicha, hata wakati huu ambapo kumesitishwa mapigano, lakini imekuwa ikifanya mashambulizi mara kwa mara katika maeneo mbalimbali huko katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa ripoti za awali za vyombo vya habari, kundi la wapiganaji wa Kipalestina liliwaambia wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza yamemalizika, likitaja ukiukwaji wa mara kwa mara wa Israel kwa kufanya mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo mbalimbali huko ukanda wa Gaza. Mkutano huo ulitiwa saini mjini Sharm el Sheikh na Donald Trump na wapatanishi kutoka Misri, Qatar na Uturuki umelenga kusitisha mapigano huko Gaza kufuatia miezi kadhaa ya mapigano makali. Makubaliano hayo ya amani yameitaka Israel kujiondoa katika baadhi ya sehemu za eneo hilo na Hamas kuachilia mateka 20 wa Israel ili kubadilishana na wafungwa 2000 wa Kipalestina. Hata hivyo, Israel imeendelea na operesheni ya kufyatulia risasi wapiganaji wa Hamas na hata raia wa kawaida. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza siku ya Jumamosi kuwa Yerusalem Magharibi ilifanya mashambulizi huko Gaza na kuua maafisa 5 wa Hamas. Alidai kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya kujibu uvunjaji wa makubaliano ya Hamas, madai ambayo kundi hilo limekanusha. Katika taarifa yake ya hivi punde, Hamas imeripotiwa kuwataka wapatanishi na utawala wa Marekani kuingilia kati na kuhakikisha kuwa Israel inatii masharti ya makubaliano hayo. Takribani wa Palestina 342 wameuawa katika mashambulizi ya Israel huko katika ukanda wa Gaza tangu usitishaji wa mapigano uanze kutekelezwa, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Israel imezindua kampeni yake ya kijeshi katika eneo la Palestina kujibu shambulizi la kushtukiza la Hamas mnamo Oktoba mwaka 2023 ambalo liliwaua watu 1200 na kuwachukua mateka wengine 251. Mamlaka ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas inaripoti kuwa hadi sasa operesheni iliyofanywa na Israel imeua zaidi ya Palestina 70,000. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile kilichoelezwa na Hamas kwamba haifanyi vita, lakini Israel inatoa habari za uongo kwamba Hamas wamevunja mkataba wa kusitisha mapigano, jambo ambalo limekanushwa vikali na kundi hilo la wapiganaji la Hamas. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.